Tukiwa katika mashindano ya Bi Mkubwa Ramadhan Cup pia tumekutana na miongoni mwa wachezaji wa ligi kuu ya kabumbu soka Tanzania bara, na wengi tunamkumbuka akiwa pale Biashara United ya pale Mara, Victor Angaya. Tunaungana naye kupitia na Kivona Media, atueleze kwa ufupi kitu gani kimemsababisha yeye kuwa nje ya soka. Bwana Victor, mambo vipi? Safi. Tumekuona katika timu ya Mshikamano hapa katika mashindano haya Bi Mkubwa Ramadhan Cup, lakini wengi ambao wanakufahamu wanajiuliza Victor yuko wapi na anafanya nini hivi sasa? Mimi kwa saizi na kituo cha michezo kipo Mbezi, kinaitwa Mshikamano City Sports Center. Mimi ni kama mwalimu wa kituo hicho. Tunawasimamia vijana wa kiume na wa kike, na tuna timu pia wanawake, Mshikamano Queens pia ipo. Kwa hiyo mimi baada ya kuwa pembeni kwenye mpira nikajikita kwenye kusaidia vijana, kwa sababu sisi wakati tunacheza mpira vile tulisaidiwa na kaka zetu, ndugu zetu, marafiki zetu. Kwa hiyo na sisi kwa sababu tumepata hii nafasi, tukaona tusitoke kabisa kwenye mpira moja kwa moja, tujaribu kuwasaidia vijana ambao wana ndoto na wenye kufikia ndoto zao. Kwa hiyo sisi tuko pale, tuko na wenzangu, lakini malengo makuu ni kuwasaidia vijana kutimiza ndoto zao za kucheza mpira. Kama mchezaji wa ligi kuu na ligi unaiona inaendelea, labda kuna timu ambazo zimehitaji huduma yako licha ya kwamba ulitoka kwenye majeraha? Kiukweli timu ni nyingi, yani nisiwe mnafiki, nisiwe muongo. Timu zipo nyingi, simu nyingi zinaita, wanataka nirudi. Kwa hiyo kuna muda nafikiria natamani kurudi, kuna muda naona na vijana nahitajika kuwasaidia. Kwa kuna muda yani mpaka wanaonisimamia mimi kuna watu wananisimamia. Wale wanaonisimamia mimi mpaka kufikia hatua atusemeshani, atusalimiani, kwa sababu wanapata ofa nyingi za kunipeleka timu nyingi, alafu wakiniletea mimi nakuwa naziweka pembeni. Na sio kama naziweka pembeni, napenda naangalia mimi mtu mmoja, kuna watu nyuma wangu wengi wananitegemea. Sasa mimi peke yangu nikienda kucheza kwenye timu kwenye ligi kuu, maana yake nitafaidika mimi. Alafu kuna vijana wengi wanaamini kupitia mimi. Wakati mwingine tusifanye kwa ajili yetu sisi, wakati mwingine tunafanya kwa ajili ya watu wengine. Kwa mimi nimetoka kwenye mpira sio kwa kupenda. Niko biashara, nilipata injury. Baada ya kupata injury nikawa nimekaa pembeni nauguza injury zangu. Nikawa nimepona injury, nikawa naendelea kucheza katika mazingira ukaa vizuri. Sasa hizi niko vizuri kabisa, naweza nikarudi kwenye ushindani. Lakini sasa shida ni tayari wakati niko injury nikawa nimeanzisha timu, kituo ambacho niko na wenzangu. Sasa hizi kidogo kimetoka sehemu moja kinaenda sehemu nyingine. Kuna vijana karibu 120. Tuna timu ya chini ya miaka 15, tuna timu ya chini ya miaka 17, tuna timu ya chini ya miaka 20, tuna timu ya wanawake. Kwa hiyo ni kiasi kubwa kwamba tuna idadi kubwa ya wachezaji. Sasa mimi nikiondoka katika mazingira na kuna vijana wengi wananiamini kwamba mimi naweza nikawasaidia, hapo ndo kitu ambacho mimi kinanipa ugumu. Lakini hata kesho kutwa naweza nikarudi kwenye mpira na nikafanya kile ambacho mashabiki zangu, wadau wangu ambao waliamini kupitia mimi na uwezo tena wa kufanya hata sasa hivi. Victor, umehudumu katika ligi kuu kwa muda mrefu, lakini pia umecheza nje ya mipaka ya Tanzania kwa maana ya Kenya, lakini pia Malawi umecheza. Kitu gani hasa ulijifunza na ni cha tofauti kulinganisha ligi za wenzetu na ligi kuu ya kandanda soka Tanzania bara? Kwa Tanzania bara sasa hizi imedevelop. Tuache utani, imedevelop. Hata wachezaji wa Kitanzania pia sasa hizi wamekuwa kwa sababu wanaona hawa wageni walokuja tusilete unafiki, wametusaidia kutukumbusha kwamba kitu gani ambacho tunatakiwa tufanye. Wenzetu nje wako serious na hichi kitu ambacho wanakifanya, kuanzia maisha yao wanaoishi, kuanzia menendo yao ndani ya uwanja, nje ya kiwanja, wanaishi kiprofessional. Yani mtu anaishi kama mchezaji. Sisi kwa Tanzania kitu ambacho kinatufelisha, sisi ni wachezaji lakini tunaishi maisha mengine ambayo wanatakiwa waishi watu wengine. Kwa hiyo tunakuta wiki hii unacheza performance hii, wiki hii unacheza performance hii, wiki hii unashuka, wiki hii unapanda. Kutoka nini yale maisha ya nje ya uwanja. Lakini sasa hizi watu washagundua kwamba mpira ni biashara, mpira ni hela. Unaweza kufanya kitu kikubwa kupitia mpira. Naona kuna wachezaji wengi sasa hizi wamekuwa machua, na ndio maana wanafanya hata mazoezi binafsi, wanatafuta walimu binafsi, kitu ambacho zamani kilikuwa hakuna mtu ambaye anaweza kumwajiri mwalimu akamfundisha. Hakuna mtu ambaye anaweza kwenda gym akamwajiri mwalimu akamfundisha. Watu wanategemea mazoezi ya mwalimu, na vile vile mazoezi ya walimu pia wafanyii kazi. Nisiseme wenzangu, mimi pia ni sehemu ya hao watu, kwamba tulikuwa tunaamini kwenye mazoezi ya walimu, tulikuwa tumerelax, tulikuwa tunashindwa kujitoa, lakini tulivyoamua kuacha kila kitu, tulivyojitoa kuna kitu tukifanya kwenye nchi.
na nchi kidogo ikatutambua kidogo kwamba hapa naongea naye ni Victor Angaya. Victor, kitu gani unakimisi sasa katika ligi kuu, maana sasa hivi upo nje kwa muda mrefu? Sasa hizi na miss ligi. Na miss ligi, alafu napenda sasa hizi ligi jinsi ilivyo, timu nyingi zimekuwa zina ushindani. Yaani sasa hivi sio Simba na Yanga tu. Hizi kuna timu karibuni 4-5 chini huku na zenyewe zina uwezo mkubwa. Kwa hiyo nimemiss ushindani, nimemiss mashabiki wangu, nimemiss wadau wangu, lakini nipo kwenye tafakuri. Lolote linaweza likatokea. Naweza nikaongea naye hapa leo, ukashangaa next season ukaniona kwenye timu yote ya ligi kuu. Hata kama sio ligi kuu unaweza kuniona daraja la kwanza, lakini daraja la kwanza naenda kujificha mvua. Naweza raundi ya kwanza, raundi ya pili lazima nirudi nikafanye kazi, kwa sababu kazini kwangu nimeona kabisa kuna kazi. Asante. Na poa. Ni Victor Angaya, mchezaji wa ligi kuu ya kandanda soka Tanzania bara. Leo tumeongea naye hapa, na pia alikuwa ni kocha mkuu wa timu ya Mshikamano, na ameeleza vizuri kweli kweli kwamba yuko na vijana wengi na kwa sasa anawasaidia kama ambavyo amesaidiwa. Hii ni na Kivona Media. Mimi naitwa Rashid Mchombe, the heavyweight champion. Endelea kufuatilia na Kivona Media Facebook, Instagram pamoja na Twitter @ Kivona Media. Usisahau kusubscribe, like pamoja na kucomment ili uendelee kupata vizuri kama hivi. Bye bye.